Nina sababu kama 6 hivi kwa nini hugeuka kuwa machawa wabaya zaidi. Naamini kwamba wengi huwa mnajiuliza kwamba kwa nini sehemu kubwa ya watu wanaoonekana ni kama wenye akili kubwa au ni kama wanatumisimamo fulani hivi hugeuka na kuja kuwa moja ya machawa wabaya zaidi. Nataka ufahamu hilo kwa sababu ukijua kwa nini hugeuka na kuja kuwa machawa wanaoudhi zaidi, wabaya zaidi, basi utajua huenda na wewe, yaani asilimia kubwa unayeniangalia wewe ni chawa au unaenda kuwa moja ya chawa wabaya zaidi. Najua wengi wenu hasa tuliokuwa nafuatilia mambo huko nyuma mutakuwa mnashangazwa sana pengine mkiona aina ya maisha ya sasa ya watu kama Kitila Mkumbo, akina Kabudi, akina Mzee Butiku, akina Mrisho Mpoto, akina Ananja na watu kadha wa kadha. Hawa ulioona kwenye picha hapa na wanaofanana hawa, wengi wao wenu mwishawahi kuwaona kwenye tumisimamo fulani wakaonekana wenyewe hawavumilii upuuzi, wenyewe wamenyooka tu, yani wamenyooka, mambo ya kijinga hawamo, kwenye tamaa ya fedha kwamba wanaweza wakauza utu wao hawamo. Kwa nini? Pengine wengi wa hawa wameonekana wazi wakifanya kazi ya uchawa na wamekuwa na uchawa mbaya zaidi, au wamekuwa chawa wabaya zaidi. Cha kwanza ufahamu kwamba kuna ile ambayo mnapiganiaga, wazee wanatakiwa heshima. Uzee wa heshima unaweza ukaufanya wewe, ama sivyo kama moja ya wazee wa hovyo. Katika Methali 16 mstari wa 31 inasema, kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Maanake kisipoonekana katika njia ya haki, kichwa chenye mvi ni kibaka kama vibaka wengine waliozeeka. Watachukuliwa kama vibaka, watasemwa kama vibaka. Katika Mhubiri sura 4 mstari wa 13 anasema, heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu ambaye hajui tena kupokea maonyo. Sura nilizokuwekea hapa, asilimia kubwa ziko kwenye kundi la wafalme au wakubwa, wazee wapumbavu ambao hawajui tena hata kupokea maonyo. Nina sababu kama 6 hivi kwa nini hugeuka kuwa machawa wabaya zaidi. Na sasa bila kuchelewa nikusomee sababu hizo. Ya kwanza, dalili ili ujue huyu anaenda kuwa chawa mbaya zaidi, au mimi naenda kuwa chawa mbaya zaidi, nitakuwa chawa hivi chawa wanavyoniudhi ndo ninavyoenda kuwa. Cha kwanza, huwa wanaanza kutamka maneno yasiyo mkuki wa moto kwa wabaya. Cha kwanza, wanaanza kutamka maneno friendly, wanaanza kutamka maneno yasiyoumiza mioyo ya wabaya, yasiyosababisha waanze kuchukiwa, kutafutwa, kuumizwa. Unapofika mahali unaanza kutamka maneno ndiyo makali, ndiyo kama yenye misimamo, lakini hayawachomi wabaya, hayawaunguzi wabaya, jua wewe ni chawa au moja ya machawa wabaya zaidi. Kwa mujibu wa Biblia ni mawili tu, moto kabisa au baridi kabisa. Maneno yaliyosemwa na mtu mwenye dhamiri safi kabisa
ambaye dhamiri yake haijaharibika yaizaa matokeo mawili: aidha yalilazimisha wabaya kugeuka na kuacha ubaya wao immediately, au yalilazimisha wabaya kokota mawe au kuchukua hatua ya kumuua, kumtesa mtu huyo. Ni hayo mawili tu. Ndo akina Yohana wanaenda sema, Herode, si vyema kuchukua mke wa mdogo wako. Anakamata, anaweka gerezani. Ndio akina Yesu wanawakemea Mafarisayo, wanawakemea watoza ushuru, wanawakemea waandishi, wanawakemea wakuu wa makuhani, wanawakemea watawala, wakakamatwa, wakateswa, wakauawa. Kwenye Matendo ya Mitume kuna maneno mawili ambayo yanasema wakachomwa mioyo. Popote akaposoma wakachomwa mioyo, aidha wakasema tutendeje ndugu zetu? Wakasema tubuni, acheni haya, geukeni, acheni kuua watu, acheni kufanya udhalimu huu, ubinafsi huu na mabaya haya mnayoyafanya. Au wakachoma mioyo, wakaokota mawe, wakawapiga. Kwa ukiona mtu ameanza kutamka maneno ambayo yanamwacha salama, anahubiri, anatoa hotuba, anaandika maandiko kwenye mitandao, yanamwacha salama, jua amesha kuwa chawa, au anaenda kuwa moja kati ya chawa wabaya zaidi. Au kwa siku nyingi anakuwa haupgrade msimamo wake. Kwa siku nyingi kunakuwa na mambo mabaya yanaendelea, yeye anakuwa yuko kimya, hatokei kuonyesha sikulitaka jambo hili, nililipinga jambo hili, nalipinga mpaka leo. Ukiona mtu upgrade msimamo wake, moyo wake, ujue dakika yoyote atatumiwa na ubaya, au tayari moyo wake umeshageuka kuwa mbaya dakika yoyote, kwa sababu kimya tafsiri yake naunga mkono. Kimya tafsiri yake hayo tatizo sio kubwa. Otherwise mwanadamu mwenye moyo kabisa, hakuna hekima ambayo ni kunyamaza, haipo. Nimesoma mara kadhaa, taendelea kusoma. Hakunaga hekima ambayo ni kunyamaza wakati mambo yanaharibika. Nikusomee kidogo hapa, nikusomee katika Mithali sura ya 1, nikusomee hekima. Hakunaga hekima ambayo hunyamaza, haipo. Nyingine yoyote ulidanganya, lakini kwenye Biblia hii katika Mithali 1:20 anasema hekima hupaza sauti yake katika njia kuu, hutoa sauti yake viwanjani, hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa kuingilia malango ndani ya mji hutamka maneno yake. Enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau, na wapumbavu kuchukia maarifa. Geukeni na kadha wa kadha. Hekima kwanza unakuwa ufahamu, ili ijulikane hekima inataka sehemu ngumu, sehemu mbaya, sehemu yenye sintofahamu, ikitatua pale ndo inakuwa hekima. Sasa hekima ambayo unakuwa umenyamaza tu, umepotea, ulidanganywa, sio hivyo. Maandiko yote ambayo nikikusomea kuhusiana na hekima, utaiona hekima huonekana kwenye eneo lenye sintofahamu. Ukimwona mtu amepotea, haonekani msimamo wake ni nini, nguvu ya kupinga yale anayapinga pengine haimletei madhara, haibadilishi mambo na haimletei madhara, jua ameshageuka kuwa chawa, au anaenda kuwa moja ya chawa wabaya zaidi. Hilo moja. Jambo la pili, wanaenda kuwa chawa ambao wafahamu kuwa ni wazuri. Jambo la pili, huwa wanakuwa na elimu ndogo kuhusiana na ukubwa wa thamani yao. Huwa wanakuwaga na elimu ndogo kuhusiana na ukubwa wa thamani yao, yani ile misimamo yake na ile namna inayoonekana ni amenyoka, ni mtu wa haki, anakuwa ajui ni wa thamani kuliko cheo au posho au heshima atakayokuja kupewa. Anakuwa hajui thamani yake ni kubwa kiasi gani, hajafundishwa vya kutosha, hana elimu ya kutosha kuhusiana na thamani ya msimamo huo au akili hiyo
ambayo ametajwa nayo katika jamii. Mfano wake ni kama hivi Shetani alivyomwambia hivi Yesu hapa, alivyomwambia Yesu hapa, na jibu ambalo Yesu alilijibu akamwambia, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote. 4 mstari wa 6 Luka. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe. Kwanza 5, tuanzie 5. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu, kuo za ulimwengu kwa dakika moja. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. 6, Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia mbele yangu mara moja tu, yote haya yatakuwa yako. Ukisujudia yote yatakuwa. Kusujudia ni nini? Unafikiri ni hiki kinachofanywa? Kusujudia ni ebu fanyapo tu kaubaya haka tu, fanyapo dhurumupo na wewe, chukua tu hiki, nyamazia ubaya ule, potezea tu na wewe mara hii tu, nakupa waziri, nakupa ubunge, na kufanya barozi, nitakupa 1,000,000. Utaanza kusafiri kwenye ndege, ticket for free kokota kako unaenda ndani ya nchi, mara moja tu utakuwa. Hiyo ni kutokujua thamani. Haki hii, msimamo huu nilio nao una thamani kiasi gani? Hiyo ni kutokujua utu bei yake ni kubwa kuliko vitu vya maisha haya. Unakuwa una elimu ndogo. Yesu alijibuje? Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Tenda mema tu, ndo Mungu wako. Tenda tu kwa usahihi. Huo ndo ubinadamu, huo ndo utajiri. Fanya tu kwa usahihi bila kujarisha upweke, uchungu, maumivu, hasara utakayoipata. Nimewahi kuambia wakati fulani, niliwahi kuona kibonzo kwa Bagonza. Chawa yuko kwenye gari la wazi na mabunda ya noti, alafu profesa yuko kwenye bajaji. The way profesa alivyomkazia macho Chawa, ikiwa inaonyesha mpaka profesa anaona kwa mambo yalivyo, inabidi tu na mimi niwe Chawa. Ndo ambacho sasa naona, na sidhani kama kuna anayeitwa daktari wa elimu, anayeitwa profesa, kama kuna unayemwona sasa anafanya mambo yanayoakisi kwamba kweli ana akili nyingi. Asilimia kubwa ndio machawa wabaya zaidi, wenye sumu kali zaidi. Walifikaje? Walifika kwa sababu hizi nilizosema. 3, wana elimu ndogo kuhusiana au kwamba haki ni kifo. Wana elimu ndogo, yani mara nyingi hawajui kuwa haki ni kifo. Kwa hiyo inapofika mazingira yanayohatarisha uhai wao, wanaona kapona risasi huku, pona kutekwa huku, ndugu zake wameuawa huku, anaumizwa huku, anatishiwa kule, anaelekezwa kile kule, anaambiwa mara nyingi hufika mahala na kwanza kutafuta baadhi ya watu ambao wako kwenye system kwamba jamani, kwani shida hapa ni nini? Kwani hapa jambo ambalo haliko sawa hapa ni nini? Wanamwambia unaongea sana. Wanakuwa hawajui maandiko, mfano wa hili yasemayo katika Timotheo wa pili sura 3 mstari wa 12 kwamba naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu ni wapi? Yesu sio hao wanaoshika Biblia na kuvaa masuruali mapana au kuimba Yesu. Yesu ni maisha
aina ya binadamu mwenye haki ambaye hakuacha maisha ya haki kwa sababu ya mvuto, ushawishi, kitisho, hatari. Hakuacha kutenda maisha ya kufanya kwa haki, kufanya ipasavyo. Ndo Yesu. Kwa hiyo unaposikia mtateswa kwa ajili ya Yesu, sio Yesu jina, mtateswa kwa sababu ya misimamo ya kutenda vizuri hata kwenye mazingira yenye hatari. Mfano katika Luka 21 tena nasema, lakini kabla ya hayo yote hajatokea, watawakamata na kuwaudhi na kuwapeleka mbele ya sinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Jina lake sio kwa jina la Yesu. Yesu ni njia. Njia ni formula, aina ya maisha ambayo ukiishi vile utaheshimika tu. Yani utakuwa na uzito tu ule, baadaye utajikuta mpaka miujiza ile utaikaribia ama kuifikia miujiza yenyewe, acha hii mingine ya barabarani. Kwa ukisikia kwa ajili ya jina langu, mtateswa kwa ajili ya jina, kwa sababu ya jina langu, ni kwa sababu ya kuiga aina ya maisha yangu. Ndio maana mara kadhaa naonya kwamba ukisikia wale wanasema katika jina la Yesu Kristo na kuamuru toka kwa jina, wengi wanajisumbua tu. Kwa jina la Yesu. Hata liandiko linalosema kwamba hakuna wokovu kwa mwingine yeyote isipokuwa katika jina la Yesu. Hakuna mtu mwingine yeyote anaweza kuwa salama isipokuwa anayeweza kuishi, anayeweza kuwa salama na kusababisha usalama, isipokuwa anayeweza kuishi kama Yesu alivyoishi. Kwa jina la Yesu ni kama kwa namna, kwa kuwa naishi kama Yesu alivyokuwa naishi, jambo hili linawezekana. Ni mwaminifu, nina msimamo kwa mambo ya haki kama Yesu alivyokuwa na msimamo. Ndo kwa jina Yesu, kwa jina lake utateswa. Anasema mstari wa 16, nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Kwa hiyo mtu ambaye hugeuka kuja kuwa chawa mara nyingi anakuwa hana elimu hii ya kwamba haya kwa sababu ya msimamo wake yatampata. Elimu inakuwa unakuta nakiri, niko tayari kwa lolote, lakini linaposogea lolote unamwona anakuwa wa kwanza kuchukua hatua za kubadili msimamo wake. Mwingine, mchungaji, mbona wewe umekimbia? Kujificha. Yesu, soma hii Biblia, utamwona zaidi ya mara 3-5 alijificha. Kujificha si tatizo. Tatizo ni kuacha kufanya lile lilopelekea uwe kwenye hatari. Sisi tumejificha kwa muda, lakini umeona tumeendelea kupaza sauti juu ya ubaya na tumeendelea kutendewa mabaya tukiwa tumejificha, kwa sababu kwa sehemu kubwa ubaya utaendelea kutendewa. Kama tu hautawabadili wabaya, wataendelea kukutendea mabaya ili wakubadilishe wewe kuwa mbaya, kwa sababu ya uchungu, mateso na maumivu utakayokuwa unayapata. Jambo la 4, huchoshwa na vitisho, uchungu, upweke au ushawishi wa mali na heshima. Mara nyingi akiacha kwa upgrade taarifa zake, akiacha kupinga, kuwa mkuki wa moto, na anapokuwa hivyo mara nyingi hupokea vitisho, kuumizwa, uchungu, huwa mpweke. Kama unavyoona akina sisi, huwa anakuwa na ushawishi mwingi wa angalia tu mambo yako bwana, dunia ishaharibika, watu ishaharibika, kuna unachoweza kubadilisha. Tangu umeanza kusema umebadilisha nini? Tangu umesimama hivyo, ona sisi, ona wale wengine walivyo salama, wanavyoendesha mambo yao, ona tutakusajilia kanisa, tutakupa cheo hiki, tutakuwezesha hiki, tutakujengea kanisa, ushawishi huo. Na kwa sababu upgrade, sio chuma, haongei, anaongereshwa. Ni kama Samsoni na Delila.
alimadamu haumkemei. Yesu mwenyewe katika kitabu cha Luka nilichokusomea hapa, alipoongeleshwa mara ya kwanza, akaongeleshwa mara ya pili, akaongeleshwa mara ya tatu, mara ya nne, akamkemea shetani. Samsoni hakemei, hamwambii Delila, no, ondoka hapa, we ni shetani. Eva hakumwambia. Ukiacha makundi ya wabaya ndo yanayoongea, sababu hata mimi, nyamaza sasa, umefiwa, nyamaza. Ako lengo lenu munaua ili nyamaze, mtaniwini, mtanifanya kuwa mbaya. Mimi uweni mtakavyoua, nifanyeni, mmenitesa, mmeniweka gerezani, mmefanya yote mabaya mliyofanya. Jambo kubwa, nitaendelea kuonyesha kwamba haya sikubaliani nayo. Watu wa aina hii hamstahili kuwa hata kwenye nafasi yoyote ya uongozi, zaidi ya kulipwa uchafu, ubaya na damu mnazo zimwaga. Nitaendelea kuwa na lugha kali yenye mkuki wa moto. Huko ndo upgrade, kumkemea adui. Kwa unapofika mara anakuja, unampiga chenga tu, anakuja kama Samsoni, kinifunga kwa kamba mbichi, wakifanya hivi, unajua sawa, lakini sawa, unaanza kuongea nao friendly. Ndio maana wengi unaoona ni kama wako salama ndani ya nchi yetu, ndio ni wapinzani, ndio wakali juu ya haya. Tegemea siku yoyote atakuwa moja ya chawa mwenye maudhi kuliko unaowafahamu. Angalia akina Yeriko Nyerere, na unajua hakuna siyeweza kuwa chawa mbaya zaidi. Jambo la mwisho la 5, huanza kuona kuwa jina au msimamo wake ni fursa ya maisha. Kisha kumejenga jina kwa sababu ya msimamo, taka mmepitia uchungu, maumivu, hatari, umesha kuwa na heshima fulani na jina. Wakati fulani ndani yako tu mwenyewe unaanza kuona, lakini kile naweza nikapata kupitia hili jina, kile naweza nikapata, kwamba kitabadilisha vipi misimamo yako, kitafanyaje uonekane umebadilika. Unaanza kujikuta unaona, lakini ni nastahili yale, nastahili kile, nastahili pale. Nitakujia kwenye nini kifanyike, kwa sababu dunia kwa hali ilivyo kwa sasa, jua nchi ndo inazama hivi, sababu wastahilie kutamka habari hakuna atamkae, lakini hata hakuna walio tayari sasa kusimama kwenye nafasi ya wale ambao walitakiwa kutamka kwa sababu ya hatari na uchungu. Hoja na haja ni kwamba na wewe pamoja na hekima yako unaenda kuzama, unaenda kuwa chawa mbaya zaidi, au tayari umeshakuwa chawa mbaya zaidi, au unaenda kuzama pamoja na jahazi, kwa sababu nchi inaenda kuzama. Kwa kuwa ambao walitakiwa kuiokoa nchi ndio hawa wamefikia hatua hizi, kwa sababu hizi nilizosema. Wanaweza wakafanya nini? Kifo kipo mlangoni, wakibadili kutoka hali ya uchawa na kuirudia hali yao. Takuja kurudia siku nyingine. Nini wanaweza wakafanya? Asante na hongera kwa kunisikiliza.